Mimi naendelea kutumbua majibu. Tokea hapa Global TV Online, kipindi ni Tumbua Jipu. Naitwa Kelvin Shayo. Asante sana kuendelea kutufuatilia, ambapo Tumbua Jipu yetu bado ipo katika mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya ya Kinondoni, ambapo tulikuwa naye mkuu wa wilaya DC Ali Hapi Salum alipokuwa katika operation ya kamata waficha sukari katika maeneo ya Manzese. Alipotembelea alikutana na raia mwema alijulikana kwa jina la Daudi Chaz, ambaye hakuona aibu ya kumfuata mheshimiwa mkuu wa wilaya na kumueleza baadhi ya kero katika eneo la Manzese, ambapo kero kubwa aliyoitaja Mr. Daudi Chazi ilikuwa ni kuhusiana na baa ya Lambo kukiuka agizo la serikali la kuitaka baa hiyo kufunga saa 6 kamili na baa zote nchini kufunga saa 6 kamili usiku, lakini baa ile huwa inakesha. Ndio hiyo hapo inatokea kwa Lambo ndio hii. Basi tuongezeni moja kwa moja Lambo klabu na juzi kama naongea uongo mama kwa maabusu mlema yule pale mkubwa wake. Unaona hauna sababu. Hii ndio Lambo hotel. Usika wako kama usaka huko. Hii inatengenezwa sasa hivi lakini bado inafanya kazi. Unaona? Sasa tunaenda kaone mazingira usika tuone. Twende ukaone. Babu wenu ndizi au ni nani? Mimi nafanya kazi hapa. Kama nani? Mimi kazi yangu ni kuingiza vinywaji na mambo ya hawa. Sasa ule ukumbi hapa na kitabu. Andio kwa huko sasa. Uangalie mazingira. Hawa wana leseni kabisa. Na hapo ni nini? Vitu mapigwa hapa. Kwa sasa hizo hivi jumba vya gesi. Kwa swala hilo tushaambika serikali ya mitaa hapa juzi mwenyekiti atibuaji, lakini usiambiwa watu washaka kikao, watu hawamuelewi. Tukaomba, je, wananchi tunaomba ridhaa. Tupate kibali kutoka kituo kikuu cha polisi. Tufanye uamuzi kama nyinyi mnashindwa tuwalinde hao, wakuna mama wachangie hela zao. Watulipe sisi tulinde ili tuikomeshe hili swala. Wakasema sawa. Sasa sijajua hatua gani tachukuliwa. Maana yake naongea hivyo, mimi mwenyewe nilikuwa kila siku hapa mziki. Jana usiku walipiga. Wanapiga kila siku enda kwa Mungu. Mpaka asubuhi. Sema juzi baada ilivyotokea tukio hilo, mkuu wa kituo hapa anaitwa Mlema alimweka ndani mama maabusu. Sijajua hiyo kesi inaendeleaje. Na juzi hapa ipita patrol walikamata watu. Sikosei kaniambia kama 45. Juzi tulikamata 44. Jana tulikamata 16. Kwa hiyo wale wakienda kule wanatoka wanarudi tena. Wakienda wanatoka wanarudi tena. Kukamatwa na kurudi. Tatizo unaweza akakwambia vitu bila ushahidi. Mimi mwenyewe nilikuwa kamanda wa sungusungu mtaa huu Mnazi Mmoja. Lakini baadaye jinsi tunavyoendelea watu kadri ile hamu tunataka kufanya kazi, ushirikiano watupati, basi nikamwambia mimi najivua. Mimi najivua. Kwa hiyo kweli nimejiuzuru. Swala ni hilo. Mkuu wa wilaya Unatoka wapi? Hao wanatoka wapi? Unatoka wapi? Mkuu wa wilaya tunaomba utusaidie bwana Abdu. Swala hilo. Bwana Salum hapa. Salum hapo. Utusaidie. Mwananchi huyu ambaye alionekana kuwa ni raia mwema aliendelea kuongeza kuwa baa hiyo imekuwa na madada poa, lakini hali imezidi kuwa mbaya zaidi upande wa vibaka ambao hutoboa madirisha kwa watu ambao huaga wanalala katika gesti zile na kufanya mambo ambayo sio mazuri, kuwaibia na vitu vingine kama hivyo, kuwa sio vizuri. Akaendelea kuja deep ndani zaidi, akakwambia kuwa maeneo yaliyopo katika gesti ile sio masafi, sio mazuri katika mazingira ya kuishi katika binadamu na vitu vingine kama hivyo. Mkuu wa wilaya aliingia hapa, aliitumbua live guest hiyo. Alitumbua kwa design gani guest hii ya Lambo iliyopo Manzese jijini Dar es Salaam? Endelea kufuatilia video hii mpaka mwisho. Tukisali hapo Roman Catholic kanisa lile pale. Misa ya kwanza saa 11 na dakika 45. Hapo unajishauri kupita na shortcut hii. Inakulazimu uende barabara kwa barabara. Sasa ukipita labda maarufu kama mimi. Umeona? Sasa mtu anokujua atakwambia wewe mjomba Devi mwacheni, unaona? Haya sasa wazazi wengine ambao hatujui wanatoka hapa mikoani. Ngoja, tatizo hapo sana ile pale darajani. Watu wanalindana. Kuna watoto ambao wazazi wao watoto wezi. Sikiliza, issue ni hivi. Yaani mtoto wa fulani bwana mwacheni, mtoto wa fulani. Issue ni hivi. Hata wale ambao tumekamata wale pale darajani. Ni mzee wa pale kaamua kujitoa akaja kulalamika kwa kutaja majina.
ikawa ni rahisi si kwa winda na mwenyewe akasaidwa kwa kamata. Sasa nyinyi fanyeni tusaidieni kitu kimoja. Umesikia sasa mkuu wa wilaya, watu wanafanya hivi, wanaogopa kutoa ushirikiano. Mimi simuogopi mtu. Kama ziende ngumi zinaenda. Mimi wananijua kichwa changu. Sema kuna wengine wanaogopa. Ndio maana ushirikiano tunaogopa kutoa. Umeona? Tunawajua. Mimi sinakwambia nilikuwa nani kamanda sungusungu hapa. Nilikuwa naongoza mimi hata ukienda pale. Hapa hivi ulinzi shirikishi ulinzi shirikishi. Umesikia mkuu wa wilaya? Mkuu wa wilaya ni kwa naomba hapa kuna sehemu 3 ambao wanakaa makaba. Kuna hapa Dabwei, na hapa Lambo, kona Mabibo pale Dabwei, na hapo nyuma Mzwanda. Kama mnataka kuweka, wekeni vikosi hivi 3. Watu walipwe, tunafanya kazi, tunajitolea. Unajua mtu akikaa mpaka asubuhi saa 12 ushakuwa kuupe, mtu hawezi kufanya biashara yake ndani ya mwezi mmoja au ndani ya hata miezi 5 pale. Watu tukae. Mtu akikaa bakora tunapeleka kituoni. Sema sasa baadaye wanatuangusha kituoni. Wakija sisi tukishapeleka pale wao wanachukua hela. Tutakuwa na sisi ushirikiano hatuna kwa hilo. Basi mkuu wa wilaya nimesikia na nimeona na nitakuja kuangalia kama kweli wana leseni. Hizi ba. Naona mazingira hatarishi. Chemba zake zipo nyuma. Wewe anatoa huko anamwagia. Kama mvua ikinyesha kidogo sasa ndio zinafunguliwa. Nasubiri mvua. sawa, maji lakini maji machafu. Sio salama, sio salama. Lakini ndio watu umegawanywa. Mara kwanza ulikuwa unaitwa Mnazi Mmoja. Sasa hivi kuna serikali hizi 2. Huu unaitwa Mferejini, kule Mnazi Mmoja. Ambayo tenganisha ni barabara hiyo hapo ya yenye jengo hilo Usangiro. Kwa upande wa kule huku mwenyekiti wake anaitwa Tibuaji. Labda kama unaona tukupe namba yake sawa. Chukua hiyo namba. Mimi naendelea kutumbua majibu.